Kusalimu katika jina la thamani la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Nashukuru kwa mchana wa leo ambao umenipa nafasi pamoja tuweze kuongea mambo machache kuhusu yaliyojiri kutoka madhabahuni. Leo ni siku ya Bwana, siku ya Jumapili ambapo tunakuwa na ibada. Na somo kubwa ambalo tumejifunza leo katika madhabahu ya Success Chapel Zinje, Dodoma, Zuzu zamani, ni somo ambalo lina upana, linaitwa siri za malango yasiyoonekana au siri za milango isiyoonekana. Unapoenda kwenye nyumba unakutana na gate la nje kubwa ndiona, lakini kule ndani kama uko nje kuna milango mingi, na ndani ya milango kuna siri za nyumba ile husika. Yaweza kuwa mali, yaweza kuwa ni ndoa, yaweza kuwa ni vitu mbalimbali ambavyo vinaendelea. Kwa maisha ya mwanadamu, Mungu aliyeumba ameumba vitu vingi kwa siri. Kitabu cha Kumbukumbu ya Torati sura ya 29 mstari wa 29 anasema yale ambayo Mungu ametupa kuyajua ni ya kwetu na watoto wetu, lakini mambo mengine mengi ni siri za Mungu mwenyewe. Lakini mtumishi wa Mungu Daudi katika Zaburi anatuambia kwamba siri za Mungu zinawamchao, ambao pia inathibitishwa na kitabu cha Danieli 2:21 ambao inasema kwamba kwa maana yeye ndio anaweza kufunua siri za wanadamu ambazo zimejificha. Sasa kulingana na hilo, kwa nini tunaongea somo la malango yasiyoonekana? Kitabu cha Mathayo ile sura ya 16 mstari wa 18, Bwana Yesu anamwambia Petro, ambaye ni Petro, lakini anamtaja kwa jina la Petras. Anasema wewe ni Simon Petro. Anasema na juu ya mwamba huu Petras nitalijenga kanisa langu, na malango ya kuzimu hayatalishinda. Sasa bado hajakaa vizuri. Kumbe kuna malango ambayo ni ya kuzimu. Mtumishi wa Mungu Paulo katika kitabu cha Efeso 6:12 anasema tupigane vita vya nje, sio juu ya damu na nyama, bali juu ya wakuu, wafalme na mapepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa hata Bwana Yesu anasema malango ya kuzimu hayatalishinda, maana yake anajua kanisa linaenda kupigana. Lakini mahubiri ya leo sehemu kubwa ilikwenda kwenye mstari wa 19, ile 16:19, Mathayo 16:19. Anasema nami nimekupa funguo ambazo ukifunga chochote duniani kimefungwa, na ukifungua kimefunguliwa na mbinguni. Neno hilo linaenda sambamba na neno la kitabu cha Ufunuo sura ya 3 mstari wa 7 na 8. Anasema mimi ndiye niliye na funguo za Daudi. Mimi ndiye niwezaye kufunga na hapana awezaye kufungua, na niwezaye kufungua wala hapana awezaye kufunga. Kwa hiyo ina maana katika mambo ya maisha ya Kikristo ya kiimani kuna milango. Unaweza kuwa na magonjwa mengi, ni kwa sababu hujajua funguo za mlango wa kuondokana na magonjwa. Leo nilikuwa na ushuhuda kanisani. Mama mmoja amehangaika sana hospitali mbalimbali, mpaka juzi ndo akagundua kama ana tatizo la figo. Alikuwa amekosa funguo ya kumsaidia kutoka pale. Kwa kitu ambacho kinakuja ni kwamba maisha yana milango, na ili kuingia kwenye mlango huwezi kuruka, inabidi upate funguo. Funguo anazo Bwana Yesu, na yeye akaliachia kanisa liweze kutembea na hizo funguo. Kanisa ni wewe na mimi. Sasa ni funguo gani hizo? Ni tabia au vitu ambavyo vinaweza kufanya mambo mengi katika maisha yakaweza kutatuliwa. Ufunguo wa kwanza, sasa Biblia Kiingereza imeandika vizuri.
imeongea kuhusu keys. Funguo mkubwa tunaweza kuangalia katika maisha ya mtumishi wa Mungu Yusufu. Ni kwamba Yusufu, wale ambao wamesoma Biblia, alichukuliwa ndugu zake wakamtia kwenye shimo wakitaka kumuua. Baadaye Mungu akamkomboa, akakutana na Ishmaeli wakamnunua. Yusufu aliwasamenda ndugu zake. Kwa msingi mkubwa au funguo wa kwanza kwenye ulimwengu wa Mungu au ufalme wa Mungu ni msamaha. Jifunze kutokana na mzigo wa mtu yoyote. Inawezekana mwanaume au mume wako alikukosea. Inawezekana mwanamke au mke wako alikukosea. Msamehe. Inawezekana bosi wako alikukosea. Inawezekana rafiki yako alikukosea. Msamehe. Funguo wa pili. Yusufu alipofika kule kwa Farao, kwa Potifa, alikuta nyumba ya Potifa akafanyika kuwa houseboy. Maana yake alikuwa anafua nguo, anapiga deki, anasafisha nyumba. Alifanya kazi kwa bidii. Kwa funguo wa pili, chochote mkono wako utakachotakiwa kufanya, fanya kwa bidii zako zote. Kwa maana ujui kesho yako. Yawezekana unalipwa, lakini naomba nikwambie, whether wanakulipa au kulipi, Mungu atakulipa. Wewe fanya kwa bidii. Funguo wa tatu ambao tunakuta kwa Yusufu ni tabia ya uaminifu. Nikwambie wazi, kama una tabia ya uzinifu, hata ukiwa kiongozi mkubwa katika nchi au kanisa, utakamatwa na ugoni. Ni lazima upuruni tabia yako, kwa sababu kesho itakuumbua. Kama una tabia uongo au wizi, lazima uko mbele itaendelea kujitokeza na itakuwa na mzizi mkubwa. Ni lazima uikatae tabia. Kwa Yusufu alimkimbia mke wa Potifa kwa sababu alikuwa na tabia ya kutotenda dhambi ya uzinifu. Kitu cha tatu ambao ni funguo, tunamwona Yusufu akitoa gerezani. Na kule gerezani tunaona kuna kitu kingine cha tatu au cha nne ambacho ni cha msingi sana. Nacho ni kipawa. Yusufu alikitengeneza kipawa chake cha kuota ndoto vizuri, kuweza kutafsiri ndoto za watu mbalimbali. Mpaka mkuu wa gereza alimwachia gereza kwa sababu ya kipawa. Wewe ulipo hapo, kuna viwekezi na vipawa mbalimbali ambavyo Mungu ameviweka ndani yako, ambazo ni funguo za milango mbalimbali ambayo iko mbele ya maisha yako. Ukivitumia kwa makini, vitakusaidia kuweza kufikia kule ambako Mungu amekusudia. Funguo wa tano ni maombi. Mpendo katika Bwana, kama wewe ni Mkristo, unaenda mbinguni, alafu katika maisha yako huwezi kuomba peke yako kwa saa moja angalau kwa siku, bado hujaokoka. Biblia inasema kwamba ombeni msiingie majaribuni. Msingi wa Ukristo na imani yetu ni maombi. Kwa nini? Kuomba kuna kuleta kwenye uwepo wa Mungu. Kuomba kuna kuepusha na majaribu. Kuomba kuna mfukuza shetani. Kuomba kuna karibisha malaika. Hivyo kuanzia leo, ili uweze kufungua milango ya adui na kutoka kule ambako ni kwenda kwenye utukufu, amua kuwa unaomba angalau saa moja kwa siku. Na utaona ukianza hivyo, ndani ya siku 3 maisha yako yamebadilika. Imani yetu ni imani ya miujiza, sio uhalisia, kwa sababu imani ni bayana ya mambo yatarajiwayo, sio yaliyopo. Haya kila mtu anayo. Ndio maana mtu ukienda kanisani anakuambia na kuombea upate utajiri. Hamna kitu kama hicho. Kuna kanuni za utajiri zipo tayari, lakini ile neema ya Mungu connect na vitu sahihi ndio tunaisema imani. Jambo la mwisho, Yusufu aliweza kukumbuka neno la Mungu. Neno la Mungu ni ufunguo. Zaburi 29 anasema neno la Mungu lina nguvu. Neno la Mungu lina mamlaka. Hata Mungu aliumba dunia kwa neno. Ndio maana Biblia inasema kwamba mauti na kifo kimo katika uwezo wa ulimi.
Kwa hiyo naomba utambue, kama umeokoka na ni Mkristo, ni muhimu angalau kila siku kusoma sura moja ya Biblia. Inawezekana usielewe, lakini Mungu atakupa neema, itakaa ndani yako na tenda kujenga kwa namna hiyo. Chombo unaweza kuanza kukiosha kuona kitakati, ukakiosha tena, ukakiosha tena, na baadaye utakuta kimeng'aa. Ndivyo ilivyo. Mungu anatamani kukutibu dhambi zako. Ukiamua kutulia, naye akafanya kile ambacho amekusudia, atakusaidia. Mpendwa katika Bwana, mambo hayo 6 ni funguo ya baadhi ya milango, lakini yana master key. Yesu Kristo na master key. Unapofanya mambo haya 6 ukimtegemea Kristo, maisha yako hayatabaki vile yalivyo kiroho, na Yesu Kristo atatukuzwa juu ya maisha yako. Nakushukuru sana kuchukua muda kunisikiliza. Naitwa mchungaji Sako Merrick wa huduma ya Success Chapel, Zuzu Zinja, Dodoma. Na kukaribisha kwenye ibada zetu kila Jumapili saa 3 kamili asubuhi ibada ya Kiswahili, saa 1 kamili mpaka 3 kamili ibada ya Kiingereza. Yesu Kristo ni Bwana.